Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala habibihi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi salatan yukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa yukrimuna bi nuri al-fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta ifhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa a'lamu ghuyub. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yangu wa ukae mwenzangu Bwana Jafo, lakini kaka yangu Sheikh Athmani wa Kaporo, Sheikh mwenye wilaya yake Sheikh Abdallah bin Aidi, wote kwa ujumla pamoja na ndugu zetu wanahabari, niwasalimie kwanza kwa maamkizi mema, maamkizi yenye baraka tele, maamkizi yenye kusheheni amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kazi yangu ni kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Nitangulize wakati nakuja katika ukaribisho wake kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kutoa pongezi kwa taasisi hii ya Ibn Hazmi kwa kazi kubwa inayofanya, ambayo ukitaka kuitia katika mizani ya kazi zinazofanyika duniani haina mfano. Ndio ukweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuiokoa dunia hii, baada ya kuwa kishaweka kila kitu na msimamizi ambaye ndio mwanadamu, ndio sisi, hakutoshelezeka ili dunia iwe safi, pahala pa kuishi, mazingira yawe kubalifu, ila kwa kuleta kitabu cha Qur'an. Baba yetu Adam alayhi salamu anaondoka kule, anakuja huku, wote tunajua historia. Kwa mazoea aliyokuwa nayo alipowekwa, alikuwa na wasiwasi huku anakuja kuishi vipi. Na hii ndio desturi ya mwanadamu. Hata mimi nilozoea kuishi Magomeni, ukiniambia sasa nenda kaishi Kigamboni, nitahofu kidogo. Naendaje? Nitakula nini? Tizama bwana hawa waambiwa sasa mambo Dodoma kidogo sita. Washa establish hapa, washajipanga kila kitu, miaka 30 40. Ghafla naomba ngoma Dodoma. Adam naye alikuwa hivyo. Mwenyezi Mungu alimwambia la, qulna habitu minha jamia fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Nenda, sitokuacha hivi hivi, nitakuletea namna ya kuishi kupitia katika miongozo yangu. Na anajua Mwenyezi Mungu kikubwa kinachomtia taabu mwanadamu vitu viwili tu: huzuni inayosababishwa na mashakili na matatizo yaliyotangulia yakamleta katika huzuni, lakini hofu kubwa ya kimaumbile aliyoumbwa nayo mwanadamu. Kaambia hayo mawili hutoyapata kwa miongozo. Mwongozo huu umekwenda ukinyambuliwa taratibu, umepitia vituo takriban 120 na kitu kwa mujibu wa idadi ya mitume, mpaka kuja kukomea wote kwa ukamilifu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismil Qur'an. Bismil Qur'an ndiyo kifutio hasa cha hofu na huzuni zetu. Kwa lugha nyingine, Qur'ani ikikosekana na kuwekwa sehemu yake, ndo dunia kama tunavyoiona. Uwe na kila kitu umesheheni, lakini ukiamka asubuhi vitu viwili vimekutawala. Hujui jioni itakuwaje kwa uoga, lakini pia una huzuni kubwa kwa namna ulivyoishi jana. Taasisi hii Mwenyezi Mungu aiongezee nguvu, weledi, kwa sababu inachokifanya ni kuithibitisha Qur'ani katika vifua. Leo mgeni rasmi
na wengine wote mashahidi. Kuna muasasati nyingi sana ambazo kwamba kila muasas inakuja na fikra yake. Yani tunaishi katika al-alamul fikri, ulimwengu wa kifikra. Huyu anakuja na fikra hii, huyu na hii, na wanaokusudiwa ni vijana, watoto wadogo. Sina haja kutoa mifano mingi. Sasa hivi tabu kubwa waliopata waheshimiwa hawa ni kuhusiana na suala zima la mmomonyoko wa maadili kwa namna tofauti. Na sasa kuna masala ya ushoga. Wenye taasisi hiyo wanakusudia, na mimi alhamdulillah kwa udarueshi tu na dawa na safiri naona wanakusudia katika kila kituo apatikane angalau ushoga mmoja. Juzi nilikuwa South Africa. Kule katika watu niliowatembelea ndugu zangu wengi, nilikwenda mmoja katika saluni yake nikamkuta kuna shoga yupo pale. Namuuliza, Ali, huyu vipi? Sasa upati leseni ya biashara kama huyu haipo. Cape Town juzi tu upati mambo mengi, utapewa leta hiki utaleta, mwisho yupo japo mmoja hapo hamna. Basi huwezi kufanya biashara na sisi, hatukupi leseni. Sasa shekhe wangu mmoja na inamtaja rahmatullah alayhi, Sheikh Suleiman bin Imran Kilemile, aliniambia huwezi ukaujua mkao wako sharti uone mkao wa mwenzio kwanza. Huwezi ukajijua wewe umekaaje, mtizame mwenzio ndio utajijua wewe umekaa, umenyosha miguu au umepiga. Tunaposikia haya tusione huko bwana huko, la, tunaishi ulimwengu huo kisiwa hicho kinachoitwa dunia, na fikra zote zinazokuja huku zinaanzia huko afu tunazipokea huko. Sasa hiyo ipo, watataka siku moja waone hotelini kuna shoga, hospitali daktari mkubwa japo mmoja profesa shoga, barabarani trafiki japo mmoja ndio katika hao. Wallahi itakwenda mpaka msikitini apatikane kama sio imamu muadhini chota maji katika watu. Mimi napenda kusema hivi na nyinyi mnapenda kucheka. Tatizo lenu nikisema mawaidha mnaona burudani, lakini hiyo ni hali ya mbele. Mtume Muhammad katika safari yake ya Taif kule alipigwa, sote tunajua, alipigwa akateseka sana, akasema maneno mengi kumwambia Mwenyezi Mungu. Kuna neno moja alimwambia Mtume, sitaki, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, sitaki kutaja yote, alisema ila man takiluni ya Rabb. Aliteremka akasema ila man, unaniachia nani mimi Mungu? Unaniachia wewe, ndio ulonituma kazi hii ya dawa, mimi napigwa umekaa kimya, unaniachia nani? Hapa Mwenyezi Mungu akataka kuonyesha kitu, akamletea wa kumletea wamsikilize yeye, na bahati nzuri ilikuwa ni nguvu kubwa sana ya kuangamiza hata ulimwengu wenyewe. Mtume alikataa, akamwambia Mwenyezi Mungu sio hicho, hawa usiwaue, kwa sababu hawa watakuja kuzaa hawa, kama wao hawa nikubali, inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Nachotarajia mimi migongoni mwa hao, naona vision ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa tushamalizana nao, lakini watakuja kuzaa hao ndo nawataka mimi, ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu na wasipate kumshirikisha na chochote. Huo ni mtizamo uliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuangalia mbele tunachokizaa kitakuwaje, kitasimama vipi. Katika lugha za Qur'ani kuna lugha inaitwa lughatu khalfiyya, succession, yani baada ya wewe Sheikh Aporo nani hapa nyumbani kwako, baada ya wewe atasimama nani? Mtaani kwako, katika wilaya yako Sheikh Abdallah, baada ya wewe atasimama nani kama ulivyosimama wewe? Hakuna njia ya kutufikishia huko isipokuwa kuhakikisha kila tunamkusudia, ikiwa ni engineer awe na msaafu, ikiwa ni daktari awe na msaafu, ikiwa ni mtu wa barabarani awe na msaafu, ikiwa waziri wa mazingira naye awe na msaafu, ili isije fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yulqauna ghayya. Na wapongeza sana kakangu, tutatafuta njia, kila mmoja atafuta cha kufanya, lakini tuone ili wimbi linalokuja la kutaka maimamu mashoga lisipatikane. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri.